Tuko na MC Petit tupige story tueleze namna ambavyo kuelekea katika mchezo wao dhidi ya ASEC Mimosa. Simba inaenda kwenye mchezo dhidi ya ASEC, technical bench likiwa limebadilika, Kadena kocha mkuu, Matola kocha msaidizi, Kadena pia kocha magolikipa. Tuko na MC Petit anavolitazama benchi lake, ugumu wa mchezo, pressure iliyopita. Nini anaenda kukizungumza MC Petit, uko vizuri? Na sasa pia masanga pepele. Nafurahi sana leo naongea na Agi Television, Agi Sports Television, Agi Simba Television, ya ndugu yangu Agi. Ongera sana, naiona mbali sana, naiona ikienda hata kwenye live stream, mwenye maasa ma DSTV masiku ambayo iko nakuya hatari sana. Balozi mwenzangu na kati ya Netsport, kampuni bora kabisa ya watengenezaji wa uzaji wa jezi wa timu ya Pamba Jiji pamoja na Dodoma Jiji. Tangu zianze valishwa na hiyo kampuni, sasa hivi tunaongea hapa, sasa hivi inafanya vizuri sana mwenye mashindano. Championship na Pamba Jiji inafanya kizuri. Juzi imeshinda 2-1. Dodoma Jiji macho yake wa mwisho Versa KMC imeshinda, iko top 4 league. Kwa sababu ya kitu gani? Netsport. Jezi kali, matimu pinzani kiingia uwanjani nakaa kuangalia, kushangaa tu. Na shangaa tayari watashangia kambani. Netsport za moko ezali kolo. Ongela sana Netsport, nakubali sana, iko juu. Kuelekea katika mchezo dhidi ya ASEC, mnaenda katika mchezo ambao technical bench wapo makocha lokaimu. ASEC pia wanawafahamu. Unadhani mchezo utakuwa mgumu kiasi gani? Tutakuwa na machi mzuri, tutakuwa na machi mgumu kwa sababu itakuwa ni machi mgumu kwa sababu ya ni hatua makundi wa klabu bingwa. Ila sio kwa sababu hatuna kocha mkuu. Master Langa Mugunda alituvusha akiwa kaimu kocha mkuu. Nani atupeleka makundi mwaka iliyopita? Akiwa nani? Simba ilikuwa na kocha mkuu? Hamuna. Sasa hivi Simba inao Matola, mtu ambaye anajua Simba, mtu ambaye ni Simba nje ndani anajua. Tunao Kadina, yuko pale, kocha ambao anaosivia juu yuko pale Simba. Kitu ambacho Simba inakosa ni kitu gani? Neno. Simba kitu ambacho inakosa maloba, neno. Neno gani? Head coach. Hiyo ndio kitu ambacho Simba inakosa. Sasa walimu tuko nayo. Matola mwenye mafanikio zote ya Simba uingia makundi mpaka robo. Matola yuko mwenye bench wa ufundi. Anasaidia pale na Simba kitu inakosa ni ile neno tu, head coach. Sasa hata wachambuzi nao washindwa kuelewa. Simba inaenda haina kocha mkuu. Haya, Kadina ile pale kitu inakosa ni ile head coach. Mfano Simba leo hii ingesema kwamba Simba imemteua Kadina kuwa head coach, na watu tungetoa maneno Simba inaenda kwenye kitu gani? Hatua wa robo finali bila kocha mkuu. Kobo tama mwana mobali zala mayele, kishazaliwa mwanaume, tumia akili. Kwa Simba inakosa kitu gani? Neno. Simba iko mwenye mchakato, na Simba aje kukosea mwenye kuchukua watu wa kukaimu wakati ikiwa natafuta mwalimu. Aje kukosea kitu. Tulikuwa Mugunda alituvusha, Mugunda alitoa Coastal Union Master Langa. Timu iko mbali Tanga huko. Mnaenda mazoezi mnakutana kibao kata, mnatoka mnatoa uwanjani, mnakutana na watu ngomani. Huko mbali. Kocha leo na machi, kesho na hivi, leo kuna ya kutoa mtoto. Lakini pale alituvusha akutuvusha. Tuliingia makundi na watu hao ambao wanasema Simba haina kocha mkuu itafanya kibaya. Ndio hao walisema kwamba Simba imempa Mugunda hawezi vale kiatu. Akatuingiza mwenye makundi Master Langa. Kwa hiyo sasa mimi kitu ambao naongea, Simba sioni kama tuta kosana sana na hii macho ya juu kwa sababu hatuna kocha mkuu, ila tunakosa neno kocha mkuu. Hiyo ndio neno ambalo tunakosa. MC Petit, ASEC hata Simba tungesema leo tukamate kocha mkuu, asingekaa mwenye hivi kweli. Haya Simba leo ndio mwenye hizi siku ngapi tumebakiza? Simba mawiki 2 tangu kocha aondoke. Haya Simba ingemleta kocha mkuu na tuna match Jumamosi. Lini angeingiza mbinu ikakliki, ukaona matokeo mwenye match ya kishokuto, hata akakuya leo match ya kishokuto uweze mkuta mwenye bench. Sasa nakai jukwani tunakanea huko, tunashangiliana na Kigoma ya Faida huko, tunaangalia match. Sasa kuanzia pale mamachi ambayo iko nakuya ndo anaanza kufanya kitu gani hiyo, kwa watu waelewe hii mchakato ya mwalimu. MC Petit, wachezaji wa Simba wanawaamini nyinyi kama ambavyo nyinyi mnawaamini. Wiki 2 nyuma timu ilikuwa kwenye wakati mzuri, kelele zilikuwa nyingi. Sasa mmerudisha umoja wenu, mnaenda kwenye mchezo
mgumu, lakini pia mchezo ambao mnaenda kucheza na timu ambayo inawafahamu vizuri Simba, mshacheza nao mara kadhaa. Wito wako na neno lako kwa wachezaji wa Simba kwenye deni jipya, mmekubali kufunika kombe ili Mwanaharamu apite kuanza ukurasa mpya. Kwenye ukurasa mpya neno lako ni nini kwa wachezaji kuelekea mchezo wa Jumamosi? Wachezaji wajue kwamba Simba tupo mwenye top 10 Africa, ile ya ukweli, sio ile ya kupika chumbani, ile ya ukweli yenyewe, ile ya CAF. Tupo mwenye top 10, ile ambayo Mosepe president ya CAF ana sign, ile ambayo faili hivi ukienda pale, ukienda kwenye ofisi ya president wa FIFA Infantino, faili la Afrika vilabu top 10 Simba hii hapa ipo. Achana ya kupika, mtu amekala tu nyumbani anapika, anatoa matakuma yeleweki. Ile yenyewe ipo. Wachezaji wajue kwamba tupo mwenye top 10 wa level ya vilabu Afrika ambao inatambulika, sio ya kupikwa, originali. Na ilitokana na wao kupambana kutoa jasho mwenye mchuano ya international, mwenye mchuano ya Afrika, mwenye mchuano hii ambao tunaanza kuanza mwenye Jumamosi. Tutatoka mwenye top 10 tusipofanya vizuri mwenye mchuano. Tutatoka mwenye ramani wa Afrika tusipofanya vizuri mwenye mchuano. Hatuwezi toka mwenye ramani wa Afrika kwa sababu tulifungwa eti na Motani macho wa juzi. Hata mwenye rekodi wa Afrika hamuna. Rekodi yake inaishia pa Karume master nanga. Asema alifungwa 5-1 ni hapo Karume tu, TFF. Ndio inaishia pale. Imeenda mbali Zanzibar. ZFA sio CAF. Ila Simba akimfunga 3-1 ASEC Mimosa inakaa mwenye makabati ya president ya CAF. Afrika inakala. Hayo nyuma tusahau, tuanze hii. Wezi tema nini wanaita nini? Na makalanga ya mtu anakuonyesha kalanga mbili. Kwanza kalanga anakuletea chunusi. Kalanga anakuletea mwemuko. Bigiji mudomo isinuke. Bigiji inatoa shibe ile ya tumoni vimbiwi tu. Usomona sasa hatuwezi tema Bigiji mwenye makaranga ambaye itatuletea msima chunusi na mavitu gani. Tema staranga na kutafuna Bigiji mpaka utamu yake ishi. Na gaya Bigiji ukitafuna utamu kishe unakuwa mshanogea na mdomo kutafuna ni kutafuna. Unalala nayo ukishtuka usiku. Okay. Somona ila karanga hiyo kitu. Kwa watu wa Simba wajue kwamba tunao mwenye machi ambao inatakiwa tupambane, kwa sababu sisi heshima yetu, respect na biso ezali na manini mchuano hii. Bwana Msibetini, nikushukuru, tukutane wakati mwingine. Nafasi ya upendeleo, unaweza kutuma salamu? Natuma salamu kwa wake yangu, nilikuwa nioe Jumamosi, mke kutoka Rwanda. Nimeomba sana tusogeze mbele ili mimi niangalie macho ufunguzi wa Simba na ASEC Mimosa. Sasa kama mimi nasogeza mbele ndoa wangu, wako nimewatoa mbali Rwanda, wanalia sasa kuwakomesha pale master nanga, badala kuwapa kadi ya mwaliko ya harusi nimewapelekea tiketi wa macho wa Simba, kuonyesha kwamba niko serious na hii kitu. Simba ndoa iko tu master nanga, inasogezwa mbele, tafunga ndoa. Mke tulia, match ikipita mimi niangalie match ya Simba na ASEC mwenye television. Tena ikiwa imesharudiwa, sasa siku ndo zikao unaangalia match. Exactly master nanga. Poa. Merci.